Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika kimewajuza umma wa Tanzania kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imekuja na mkakati mwingine ukikizuia chama hicho kufanya shughuli zake. Chadema imeeleza kuwa huenda chama hicho kikuu cha upinzani nchini kikafutwa kabisa kutokana na njama ovu za kukifutia usajili iliyopangwa na ofisi ya msajili kama kitashindwa kujieleza. Chadema imesema hayo kufuatia kudai kuandikwa barua na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa akikituhumu chama hicho kwa mambo kadhaa na kukitaka kijieleze, na kama kitashindwa kujieleza au maelezo yake hayatakuwa na mashiko, basi huenda chama hicho cha Chadema kikafutwa kabisa au kupigwa faini. Mseto Media tumefanya jitihada za kuitafuta barua hiyo walioandikiwa Chadema na msajili wa vyama yenye peji 5 na tumeipata, lakini kabla sija kusomea ni kuacha umsikilize katibu mkuu Chadema John Mnyika kisha nije kukusomea barua hiyo ambayo inatia hofu wafuasi wa Chadema juu ya kufutwa kwa chama chao. La mwisho ambayo nitumie fursa hii kulisema, tutalieleza kwa kina katika wakati mwafaka katika hatua baadaye. Tulisema toka awali kwamba kesi hii ya Said Issa na wenzake na wasaliti wenzake ilikuwa ni kesi ambayo ilihusisha mpango uliohusisha mtu mmoja kutoka katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na imehusisha vile vile baadhi ya watu ambao si wanachama wetu, wako kwenye vyama vingine lakini wakashiriki, na haya yalisemwa moja kwa moja na marehemu Maulida Anacom, na aliyasema na baadaye akasaini kiapo cha kujiondoa kwenye kesi, lakini baadaye akapata shinikizo la kulazimishwa kurudi kuendelea na kesi. Sasa nataka kuwaeleza tu Watanzania, pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa, bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe. Tayari baada ya kikao cha kamati kuu tulichokaa tarehe 10, 28 na 29 mwezi Aprili, na matamko ambayo tuliyatoa ya kamati kuu tarehe 2 mwezi Mei na tarehe 5 mwezi Mei mbele ya umma kuhusu masuala mbalimbali na kwa kauli mbalimbali za viongozi wa chama ambacho wamezitoa kwa nyakati mbalimbali, tumeandikiwa barua na ofisi ya msajili ya kutakiwa kujieleza. Sasa katika hatua hii hatutaweka hadharani maudhui ya barua hiyo kwa sababu bado tunaendelea kushauriana ndani, lakini vyombo vya habari mnaweza mkawatafuta ofisi ya msajili mkawauliza, tumetaarifiwa kwa mmewaandikia barua Chadema, mmewaandikia barua kuhusu nini na mnataka kuchukua hatua gani dhidi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini mwito wangu kwa wapenda haki na wapenda demokrasia wote, kama ambavyo wamekilinda Chadema katika siku 309 za kuzuiwa kufanya shughuli za siasa, kazi ya kuilinda Chadema iendelee katika maeneo yote, mahakamani, mitaani, kwenye mikutano, kwenye korido za taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, kwa sababu suluhu ya matatizo yanayokabili nchi yetu, mkwamo wa kisiasa unaokabili nchi yetu, suluhu yake Chadema ni kati ya mdau, kwa kweli mdau kiongozi katika madai mengi ya msingi, ikiwemo madai ya katiba mpya na madai ya reforms katika taifa letu na madai mengine ya msingi ya wananchi. Kwa kazi ya kuihami Chadema na kuilinda Chadema ni kazi ya Watanzania wote, ikiwemo nyinyi vyombo vya habari kama muhimili wa 4 wa dola Fourth Estate. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kufika na vyombo vya habari vile vile, na mtufikishie ujumbe huu kwa umma wa Tanzania na wadau wote wa demokrasia na haki. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu abariki sana. Sasa kabla sijaenda kukusomea barua hiyo ambayo Chadema walikataa kuitoa kwa umma wakitaka watu wakaitafute kwa msajili, ni kuhakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili usionapitwa na taarifa zetu. Barua hiyo ya msajili wa vyama vya siasa kwa Chadema imeandikwa hivi na kwenda kunukuu: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, tarehe 7 Mei 2026, yahusu kuwasilisha maelezo kuhusu kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Naomba urejee suala tajwa hapo juu.
Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatumia fursa hii kuwataka Chadema kuwasilisha maelezo kuhusu utekelezaji wa masharti ya sheria ya vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Ofisi imeamua kufanya hivi kutokana na matukio kadhaa ya ukiukwaji wa sheria ya vyama vya siasa, ikiwemo yafuatayo. Kwanza, katika mitandao ya kijamii kuna video inaonyesha Bwana John Heche, makamu mwenyekiti bara wa chama chenu, akieleza kuwa mnao mpango wa kuitisha maandamano makubwa nchi nzima ya kushinikiza Bwana Tundu Lissu achiwe. Mitandao ya kijamii inaonyesha Bwana John Heche aliongea maneno hayo tarehe 9 Aprili 2026 wakati mnaadhimisha mwaka mmoja tangu Bwana Tundu Lissu ashikiliwe kwa makosa ya jinai. Kifungu cha 9(2) cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 toleo la urekebu la mwaka 2023 kinaeleza kuwa chama cha siasa kinapaswa kuendeshwa kwa kufuata katiba ya Jamhuri ya Muungano, katiba ya Zanzibar, sheria ya vyama vya siasa. Vile kifungu cha 19(2)(f) cha sheria ya vyama vya siasa kinaeleza kuwa chama cha siasa hakipaswi kuruhusu viongozi au wanachama wake kutamka au kutumia lugha za matusi, kisasi, kashfa au maneno ya uchochezi yanaweza kusababisha au kupelekea uvunjifu wa amani au kuhatarisha usalama wa nchi. Kesi ya Tundu Lissu ipo mahakamani. Kushinikiza au kuhamasisha watu washinikize Tundu Lissu achiwe ni kushinikiza mahakama itoe uamuzi wa kupendelea upande fulani, suala ambalo ni kinyume cha sheria za nchi. Vile ni kitendo cha kuchochea watu wafanye vitendo vya ukiukwaji sheria vinavyoweza kusababisha kupelekea uvunjifu wa amani na kutishia usalama wa nchi yetu. Pili, katika mitandao ya kijamii kuna video nyingine inaonyesha mwanachama na kiongozi wa Chadema Bwana Oliver Kisaka, mwenyekiti wa Chadema wilaya Korogwe mkoa wa Tanga, akieleza yafuatayo na nukuu: nyinyi watu wa Kibamba mnaweza kuwa mnajichukulia poa, lakini nyinyi kwenye siasa za Tanzania na siasa za Dar es Salaam nyinyi ni watu wa kuigwa na ni watu mfano. Wakati machafuko yanatokea tarehe 29 Oktoba, mimi ni mmoja wa watu ambao walikuwa wamekamatwa na tulikuwa tumewekwa sehemu isiyojulikana. Wakati mitandao inarudi, interneti inarudishwa, mimi nilikuwa nataka kujua watu wameandamana au hawajaandamana, wamepiga kura au hawakupiga kura. Askari mmoja akaja na simu yake baada ya mitandao kufunguliwa. Nikamuuliza, bwana vipi? Akasema, bwana nimekuletea kitu uone jinsi watu walivyosimama. Nikasema, watu wa wapi? Akasema, hawa watu ni wa Kibamba na Ubungo, katika sehemu ilionyesha msimamo wa no reform no election. Ni Kibamba na Ubungo. Maana yake ni kwamba inawezekana mageuzi makubwa ya nchi hii uasisi wake ukatokea katika jimbo hili. Msishangae maneno ya mwanachama huyu yanakiuka masharti ya kifungu cha 9(2) cha sheria ya vyama vya siasa sura yanayotaka chama cha siasa kuendeshwa kwa kuzingatia masharti ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya Zanzibar, sheria ya vyama vya siasa. Pia masharti ya kifungu cha 19(2) cha sheria ya vyama vya siasa yanayokataza katiba, kanuni, sheria au vitendo vya chama cha siasa kuruhusu au kushawishi matumizi ya nguvu au vurugu kama njia ya kufikia malengo ya kisiasa. Vile masharti ya kifungu cha 19(2)(f) cha sheria ya vyama vya siasa yanayokataza chama cha siasa kuruhusu viongozi au wanachama wake kutamka au kutumia lugha za matusi, kisiasa, kashfa au maneno uchochezi yanayoweza kusababisha kupelekea uvunjifu wa amani au kuhatarisha usalama wa nchi. Tatu, tarehe 5 Mei 2026 Chadema mlitoa taarifa kwa umma ambayo ina maneno na maelezo ya kashfa na uchochezi yanayokiuka kifungu cha 9(2) na 19(2)(f) cha sheria ya vyama vya siasa. Baadhi ya maneno hayo ni yafuatayo na nanukuu: 19. Samia Suluhu ambaye ni mtawala wa mabavu asiyechaguliwa na wananchi wa Tanzania. 32 inaeleza kuwa na nukuu, kamati kuu inasisitiza kuwa pale haki za kidemokrasia na njia zote za kujieleza na kutetea haki za mtu zitakapofungwa, kunasababisha watu kutokuwa na njia nyingine bali kuingia barabarani na kueleza
chuki zao na kudai mabadiliko ya kweli. 56. Je, wananchi waende wapi pengine isipokuwa kuingia mtaani? 34. Kamati kuu inasema kuwataka wananchi waheshimu sheria za nchi, wakati huku genge la watu wachache kupitia CCM na viongozi wao Samia Suluhu Hassan wakisigina haki zao ni kuwageuza wao kuwa ni mandondocha. Vijana na wote waliouawa mnamo tarehe 29 Oktoba 2025 na wale waliotekwa, kuteswa na kuuawa kabla na baada ya tarehe hiyo ni mashujaa wa taifa letu, na Chadema inawatangaza hivyo. 35. Samia Suluhu Hassan alipotimiza nia yake ya kutoa madaraka kwa nguvu na kuapishwa huko Dodoma. 41. Samia Suluhu Hassan hatakuwa madaraka ya urais wa wizi na haramu aliyojipachika kwa mabavu hana. 37. Ni polisi, watu wa usalama, askari wa KMKM na askari waliokuwa wakizungumza lugha ya Kiingereza chenye lafudhi ya lugha za Uganda ndio walikuwa mitaani na wanaodaiwa kufanya mauaji hayo ya kinyama. 38. Samia Suluhu na chama chake cha CCM, kwani wao ndio watuhumiwa namba 1 wa mauaji ya kinyama na kisheria yaliyofanywa kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025. 39. Mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu katika kambi moja ya jeshi mkoani Dodoma. 47. Kamati kuu imeamua kuambia Watanzania kuwa kile kilichofanywa na Samia Suluhu na genge lake linalotawala nchi yetu kwa mabavu kwa kutumia polisi na vyombo vingine vya usalama ni batili na ukiukwaji wa wazi kabisa wa ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 48. Kuficha ukweli, kudogodesha matukio mabaya yaliyofanywa na Samia na jeshi la polisi na vikosi vingine vya usalama, hata wanaodaiwa kuwa mamluki kutoka nje ambao walifika na kuua watu kwa maelfu na si mamia yanayotajwa na tume hiyo haramu na batili. 60. Kwani jeshi la polisi na vyombo vya usalama wao walitekeleza amri ya kupiga risasi ili kuua, shoot to kill. 61. Kamati kuu imebaini kuwa licha ya kuwepo kwa kauli za kutoka kwa Samia Suluhu na viongozi wa CCM juu ushiriki wao katika kuamrisha kupigwa kwa risasi kwa waandamanaji halali wa demokrasia mnamo tarehe 29 Oktoba 2025. 49. Utawala wa sheria katika nchi yetu umeporomoka na kilichopo sasa ni ubabe tu. 56. Je, bunge linageuka muhuri wa genge la watawala waovu na wababe na linaloshangilia kuibwa na kufisadiwa kwa mali na rasilimali za nchi, mahakama ikitoa kila aina ya kinga kwa genge hilo kuendelea kufisadi nchi. 66. Tume hiyo haramu ya Chande ilijigeuza kuwa kitengo cha propaganda cha CCM na Samia Suluhu Hassan, kwani ilichokisema hakina mantiki na ni kejeli. 79. Kamati kuu inadai kurudiwa kwa uchaguzi mkuu ili wa Tanzania wasiendelee kututawala kimabavu na wauaji ambao wametoa madaraka kwa kutumia polisi na usalama wa taifa. Uchaguzi huo lazima usimamiwe na tume mpya kabisa ya uchaguzi. Kamati kuu inasisitiza kuwa Samia Suluhu Hassan amejiweka madarakani kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake yote ni ya kibabe, kwani ni kiongozi aliyetoa madaraka kwa mtutu wa bunduki na kwa kumwaga damu ya maelfu wa Tanzania, si rais wa Watanzania. Ibara 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inaruhusu Tanzania kuanzisha vyama vya siasa na kutoa maoni ya bila kukiuka sheria za nchi. Hivyo chama cha siasa kutoa maoni kwa lugha za kashfa, dhihaka na uchochezi kama ilivyo hapo juu ni ukiukwaji wa katiba na sheria za nchi ambao haupaswi kuwepo, kwa sababu chama cha siasa kina uwezo wa kuwasilisha jumbe wake bila kukiuka sheria. Hivyo kwa mujibu wa kifungu cha sheria cha 7 ya vyama vya siasa, kifungu cha 39(2)(a) cha sheria ya vyama vya siasa kama kilivyorekebishwa na kifungu cha 19 cha sheria namba 3 ya mwaka 2024, na kwa mujibu wa kifungu cha 45 cha sheria ya vyama vya siasa kama ilivyorekebishwa na kifungu cha 21 cha sheria namba 3 ya mwaka 2024. Msajili wa vyama vya siasa na wataka Chadema mwasilishe maelezo kueleza kwa nini usajili wa chama chenu usisimamishwe ama chama chenu kutozwa faini
kwa kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa ikiwemo masharti ya usajili. Maelezo yenu yawasilishwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa sio zaidi ya tarehe 20 Mei 2026 saa 9:30 alasiri. Nimekutumia video hizo kwa njia barua pepe ya chama na yako binafsi na WhatsApp. Wako katika ujenzi wa taifa, CSTL Nyahoza, msajili wa vyama vya siasa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Mseto Media, hiyo ndo barua ya peji 5 ambayo msajili wa vyama vya siasa ameweza kuiandika kwa Chadema, akihoji kwa nini asifutie usajili chama hicho. Na kama tunavyojua, kufutia usajili chama hicho ni kufutwa kwa chama hicho ama kutozwa faini kutokana na hayo aliyoyaandika hapo, akidai ama akitumu Chadema wameyafanya, kitu ambacho kimeibua mijadala mingi sana mitandaoni. Viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa wakiwemo kutoka chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe ameweza kutoa kauli, lakini pia kutoka chama cha NCCR Mageuzi wameweza kutoa kauli, yani watu kibao. Lakini baada ya taarifa hii hapa nitakuletea taarifa ambazo wameweza kuongea viongozi wa vyama vya siasa na kitu ambacho Chadema wamesema watafanya. Lakini mpaka sasa ndio hivyo, Chadema wameandikiwa barua hiyo na wameambiwa mpaka tarehe 20 saa 9 alasiri kama hajatoa maelezo, basi huenda chama hicho kikafutwa. Kwa lolote, tuandikie maoni yako hapa chini na sisi tutasoma. Hapa ni Mseto Media, kisha subscribe na ukae karibu na sisi kwa taarifa zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.